Karibu sana Tricod Media na mimi ni Jose Skills. Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi ya Ukristo. Nadhani kama wewe ni Mkristo mpaka sasa hivi, kuna picha kubwa ambayo umeweza kuipata ambayo imeweza kukusaidia kuwa na msimamo katika Ukristo wako. Lakini pia kuweza kutambua ni aina gani ya Ukristo au ni mazingira gani ambayo yanakupelekea kuwa Mkristo uliyepo hivi sasa, na ni mazingira gani ambayo yalisababisha Ukristo uliopita uweze kuondolewa au kuondoka katika mfumo wa kuabudu. Kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho utaweza kuwa umekipata mpaka hivi sasa, lakini leo nataka tuzungumzie kitu kingine, kitu muhimu sana. Kwa hiyo katika tulipoishia tuliona jinsi ambavyo kanisa lilivyopasuka au ile Great Church, kanisa ambalo lilikuwa linaongozwa na wapagani au asili ambao linatokana na asili ya Mtume Paulo, baada ya kupambana kwa muda mrefu na kufanikiwa kuweza kukubalika Roma, na hatimaye Mfalme Konstantini alivyopitisha sheria mpya zilizopelekea kanisa hilo kupasuka na kutokea Arianism Christianity pamoja na Trinity Christianity au na Sin Christianity, ikiwa na maana kwamba Trinity Christianity ni Wakristo walikuwa wanaamini utatu mtakatifu wa Mungu, na Arian Christianity ni Wakristo walikuwa wanaamini kuhusiana na Mungu mmoja. Nafikiri hiyo tushazungumzia katika video iliyopita. Katika sehemu ya 4 pia tuliona jinsi gani ambavyo Trinity Christianity iliweza kubadilishwa na kuwa Roman Katoliki au Catholic Christianity. Tuliona jinsi ambavyo ilibadilishwa, na kitendo hicho kikapelekea kuwe na mpasuko mwingine ambao uliibua Wakristo wengine ambao wanafahamika kama wa Orthodox. Wa Orthodox ni Wakristo walikuwa wanaamini kwamba wa Roma au wa Catholic ni Wakristo ambao hawafuati ile misingi ambayo iliwekwa kipindi cha mkutano wa Nasia, kipindi cha Konstantini. Kwa hiyo wao wakajiita ni Wakristo ambao wanafuata misingi ya kwanza ya Ukristo ambayo ilipatikana katika mkutano wa Nasia mwaka 313. Kwa hiyo nafikiri hapo tutakuwa umeelewa. Kwa hiyo Orthodox pamoja na Katoliki ni watu ambao walikuwa wanaamini Trinity wote kwa pamoja, lakini Orthodox walikuwa wanaamini kwamba wao wanafuata ile misingi ya asili, na Roman Catholic au Catholic Christianity wao walikuwa ni wanafuata zaidi tamaduni za pamoja na misingi ya serikali, ili dini hiyo iweze kukubalika kama sehemu ya serikali ya Kirumi. Kwa hiyo nafikiri hapo utakuwa kuna kitu ambacho utakuwa umekipata. Kwa hiyo baada ya ufalme wa Kirumi kutawaliwa na Ujerumani, hii ilikuwa ni karne ya 5, Roma iliweza kugawanyika upande wa magharibi pamoja na upande wa mashariki. Upande wa magharibi ndio upande ambao kanisa la Roma liliweza kushika hatamu, na ndio upande wa magharibi ulikuwa unafahamika kama Roma, lakini upande wa mashariki ambao ulikuwa unafahamika kama Byzantine Empire. Nafikiri kama umefuatilia historia utakuja kugundua kwamba Byzantine Empire ni empire ambayo ilivamiwa sana na baadhi ya watu, lakini upande wa Roma uliweza kusalimika. Kwa hiyo upande wa magharibi ambapo Catholic Christianity walikuwa ndo wameshika madaraka au walikuwa ndo wana nguvu, waliweza kujitanua zaidi na kuelekea Russia, lakini pia walielekea upande wa mashariki mwa Uingereza. Kwa hiyo upande huo ndio upande ambao kanisa la Roma lilielekea na kuweza kukua zaidi kuelekea huko duniani. Lakini upande wa mashariki wa Byzantine ambapo ndo tunapaita Byzantine Empire, hawa Orthodox Church pamoja na Arianism wao walikuwa na kuendeleza makanisa haya upande wa Ireland, Ujerumani, Scandinavia pamoja na magharibi mwa Russia. Kwa upande huo ndio imani hii iliweza kuendelea zaidi na kuweza kukua zaidi. Lakini kipindi cha karne ya 6 mwishoni karne ya 7 ndio kipindi ambacho kuliibuka watu walikuwa wanafahamika kama Islamic Caliphate. Hawa ndio watu ambao waliibuka pamoja na imani ambayo inafahamika kama imani ya Kiislamu. Kwa hiyo tunaona Uislamu ndo unaibuka kipindi hiki. Na kipindi hiki katika vita hii ambayo walikuwa wanapigana nao kusambaza dini yao, wao walibezi sana upande wa Byzantine Empire na walifanikiwa kuteka huo mji, na kanisa la Orthodox pamoja na kanisa la Arianism
wengi waliweza kubadili dini. Wengine walibadili na kuwa Waislamu, lakini wengine walirudi na kukimbilia upande wa magharibi na kurudi katika imani ya Kirumi. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunaona kwamba jinsi gani ambavyo Wakristo ambao walikuwa wanaamini Mungu mmoja walivyoteketea au walivyopotea, na Wakristo ambao walikuwa wanaamini Trinity walipoweza kufanikiwa kukua zaidi, kwa sababu katika kipindi hiki kulikuwa kuna mvutano kati ya Wakristo na Wakristo kuhusiana na Mungu mmoja pamoja na Utatu Mtakatifu. Lakini pia kulikuwa kuna mvutano pia baina ya wa Orthodox pamoja na wa Catholic, lakini pia kulikuwa kuna mvutano kati ya Wakristo pamoja na wapagani. Kwa hiyo Waislamu nao walipoingia kati hapa, Waislamu wao walibezi katika imani ya Arianism. Unaweza kaona kwamba hata kabla ya Waislamu hawajakuwa, yaani Uislamu haujatokea, kama utafuatilia historia utakuja kugundua baadhi ya watu ambao wanatoka Uarabuni, hasa kama umefuatilia historia ya Mtume, ni kwamba mke wake alikuwa ni tajiri na mfanyabiashara mkubwa, na alikuwa anafanya biashara zake katika mji wa Roma. Kwa hiyo kulikuwa kuna biashara za kusafiri kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine, na sehemu ambapo walikuwa wanasafiri sana na kwenda ni Byzantine Empire, kwa sababu Byzantine Empire ni mji ambao ulikuwa wanaruhusiwa watu wa tamaduni tofauti kwenda, tofauti na Roma ambapo walikuwa kuna masharti makubwa. Kwa hiyo baadhi ya nchi tofauti na baadhi ya raia tofauti waliweza kuadapti baadhi ya tamaduni pamoja na imani. Kwa hiyo utakuja kugundua kwamba vita ya Arianism dhidi ya Catholic Church au dhidi ya Trinity Christianity iliweza kurithiwa na Waislamu. Kwa hiyo ile vita ya Arianism ya kupigania kuhusiana na Mungu mmoja ilikuja kukua zaidi na ilifika hadi kwenye mataifa mengine, lakini upande wa Trinity Christianity na yenyewe ilizidi kukua zaidi na kwenda katika upande mwingine. Kwa hiyo utakuja kuona vita ya Ukristo na Uislamu ni vita ambayo imerithiwa. Mwanzoni ilikuwa ni vita ya Wakristo kwa Wakristo wenyewe, lakini Wakristo walikuwa wanaamini kwenye Trinity walikuwa na nguvu sana, kwa sababu hao Wakristo walikuwa wanasapotiwa na Roma, na Roma ndio ilikuwa inatawala karibia dunia nzima. Kwa hiyo ilikuwa ina advantage kubwa. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanaamini Mungu mmoja, jamii ya Wakristo ambayo ilikuwa inaendelea kushikilia tamaduni za Kiyahudi, walikuwa wanaonekana kama maadui wa Roma. Kwa hiyo kutokana na kwamba na mataifa mengine ambayo yalikuwa yanaichukia Roma yaliamua kwa upande pia wa Arianism. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo baadhi ya Wakristo ambao walichange na kuwa Waislamu na kutengeneza imani nyingine, ambayo imani hiyo sasa hivi tunaifahamu kama imani ya Kiislamu. Kwa hiyo kwa yule Mkristo ambaye anaambiwa kwamba ukiamini Mungu mmoja kwa wewe unakuwa ni Muislamu, au ni bora uwe Muislamu sijui na vitu vingine, hapana. Kitu ambacho watu hawaelewi ni kwamba Ukristo ambao ulikuwepo mwanzoni ni Ukristo ambao ulikuwa unaamini pia Mungu mmoja, ulikuwa unaamini tamaduni za Kiyahudi. Baadaye kuna aina ya mafundisho ambayo yalichange kutokana na Waroma kuamua kuubeba Ukristo pamoja na tamaduni zao. Kwa hiyo kama serikali, kitu ambacho Waroma walikifanya ilikuwa ni sahihi, kwa sababu hawakutaka kubadilisha nchi yao na tamaduni zao kufuata tamaduni za watu wengine. Kwa hiyo waliamua kuchukua baadhi ya tamaduni zao ambazo waliziona ndio misingi na identity ya nchi yao, wakaunganisha pamoja na imani ya Kikristo na kuamua kuvibeba pamoja na kuifanya hiyo dini kuwa dini ya rasmi ya serikali ya Kirumi. Kwa hiyo kwa mahesabu yao, kwa mipango yao, kwa sababu zao, ilikuwa ni sababu muhimu sana, kwa sababu walikuwa wanalinda identity ya nchi yao pamoja na identity ya wananchi ambao walikuwa wanawatawala. Kwa hiyo baada ya Ukristo kukua sasa na kwenda katika tamaduni nyingine na katika nchi nyingine, ilikuwa ni lazima pia ujifunze tamaduni za Kirumi. Kwa hiyo njia pekee ya kuweza kuwa Mkristo ilikuwa ni lazima ufuate na tamaduni za Kirumi, kwa sababu umeamua kuwa sehemu ya dini yao. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni kitu ambacho ilikuwa lazima ukifanye. Lakini hivi sasa ni dunia ambayo imejitenga na tamaduni. Kwa hiyo tunaanza kutafuta ile elimu ya kiroho ambayo haijaambatana na tamaduni, ambayo itatusaidia sisi katika maisha yetu ya kila siku. Hicho ndo kitu ambacho kwa hivi sasa kimekuwa ndio changamoto. Mwanzoni ilikuwa ni
ni ngumu sana kupata elimu hiyo, kwa sababu wale ambao walikuwa wameushikilia Ukristo walitengeneza mazingira ni either upate ile elimu pamoja na tamaduni au uikose hiyo elimu kabisa. Lakini kwa hivi sasa kuna uwezekano wa kuweza kupata elimu hii ambayo hata wao walikuwa wameificha ili tusiweze kuipata bila kutegemea au bila kufuata tamaduni zao, ili nafsi yako iwe huru, isiwe chini ya kifungo cha tamaduni yoyote au kifungo cha misingi yoyote, kwa sababu kuwa Mkristo sio lazima uwe chini ya sheria au chini ya tamaduni za Kirumi au chini ya utawala wa Papa pamoja na viongozi wengine wa kidini. Hapana, ni connection kati yako wewe na Mungu. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa uweze kufahamu ni kwamba sio kila kitu ambacho hivi sasa ni sheria au misingi au ni tamaduni za Kikristo ambazo tunaweza tukasema zimetoka moja kwa moja kwa Mungu au ni misingi ya Ukristo. Hapana, kuna baadhi ya vitu ambavyo viliwekwa kwa ajili ya kuweza kutengeneza mazingira ya kuifanya dini iweze kuendana na mazingira ya wale watu waliopo katika kipindi kile. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukitumia ufahamu wako utaweza kutambua kwamba hii ni tamaduni na hii ni elimu ya kiroho ambayo inaweza kuconnect wewe pamoja na Mungu wako, kwa sababu elimu ambayo ilikuwa inatuconnect sisi na Mungu wetu ni elimu ambayo haikuwa imebezi katika tamaduni zozote, ila wale walioamua kuambatanisha tamaduni ndipo walitengeneza kitu kingine ambacho tunakifahamu hivi sasa, dini, na sio elimu ya kiroho. Kwa hiyo tunaweza tukaona pia hata tunapozungumzia wenzetu wa upande wa pili, kwa hao upande wa pili tuseme kwamba wana dini nyingine. Hapana, ni sehemu ya dini ambayo ilijitenga na Roma, ni sehemu ya Ukristo ambayo ilifahamika kama Arianism, iliweza kufanikisha kusambaza aina nyingine ya imani ambayo ilikuwa inapingwa na Waroma. Ni imani gani? Imani ya kuamini Mungu mmoja, lakini pia na kuamini Yesu kama ni Masihi wa Mungu au mjumbe wa Mungu au connection kati ya wanadamu na Mungu. Kwa hiyo hiyo imani ndio imani ambayo baadaye tunaona Waislamu walikuja nayo pia, wakasema kwamba mtu yoyote ambaye anaamini Mungu mmoja, huyo anaitwa ni Muislamu, ni mtu ambaye anaamini Mungu mmoja. Na mtu ambaye anaamini Trinity, huyo ni Mkristo ambaye ni mtu wa mataifa mengine. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wanapigania imani hiyo walikuwa ni Ukristo ambao ulikuwa ni mkubwa sana, na wenyewe walikuwa wana viongozi na ni system ambayo ilikuwa ni kubwa. Kuna kipindi ambacho Arianism ambao wanaamini Mungu mmoja au Wakristo walifanikiwa kuweza kuwa ni kanisa la Roma, ikiwa na maana kwamba hata wao walikuwa na ukubwa ambao ulikubalika huko Roma mwanzoni na kuwa sehemu ya kanisa la ambalo linatambulika chini ya serikali, na kanisa hili la Trinity likaweza kupigwa chini kwa kipindi hicho. Lakini baadaye tatizo la kutoelewana au tatizo la kugombania madaraka ama tatizo ya kisiasa yakapelekea Arianism washindwe kujiorganize vizuri na kuweza kuondolewa katika madaraka hayo, na Trinity Christianity wakaweza kurudi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilitokea, kwa sababu kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa haviendani na wananchi wa Kirumi, kwa sababu Arianism walikuwa wanapinga baadhi ya tamaduni za Kiroma, walikuwa wanahitaji kwenda na mfumo origin ule wa Kristo. Lakini our Trinity Christianity walikuwa tayari kunyumbuika, walikuwa inaitwa kama universal church, inajiadapti katika mazingira tofauti. Ndio maana Orthodox Church nao waliweza kulipinga hilo. Kwa hiyo tunaona mpaka hapa tunaona ni jinsi gani ambavyo Ukristo mwingine uliweza kuibuka, lakini tunaona jinsi gani Ukristo mwingine ulivyoweza kutengeneza kitu kingine mpaka kipindi hichi. Kwa hiyo kitu ambacho nilitaka niweze kukuweka sawa katika kipindi hiki ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vilitokea hapo baadaye, tukapata Orthodox Church, tukapata Pentecostal, tukapata na makanisa mengine Anglikana na vitu vingine ambao tutazungumzia sehemu ya mwisho. Huo ni upande wa Catholic Church ulivyofanikiwa kufikia hapa ulipo hivi sasa. Lakini kwa upande wa Arianism tunaona jinsi ambavyo makao makuu ya Arianism na sehemu ambazo zilikuwa kanisa hilo limezunguka walipoweza kuvamiwa na mataifa mengine pamoja na Uislamu na kutengeneza kitu kingine. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu gani ambacho kuna vitu vingi sana ambavyo kama wewe ni Mkristo unaweza ukawa una advantage ya kuvijua
kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya safari ya imani tulionayo hivi sasa. Mtu mwingine ambaye sio Mkristo ambaye anaweza akakuchallenge na kusema kwamba wewe Mkristo, imani yako ni ndogo na uelewa wako kuhusiana na Mungu ni mdogo, safari yako ni ndogo na Ukristo pamoja na vitu vingine, kitu ambacho hawafahamu ni kwamba Ukristo umetoka mbali sana na historia ya Ukristo imetoka mbali sana. Kwa hiyo ni jinsi gani ambavyo wewe utajicondition, ni jinsi gani ambavyo wewe utachagua kuwa aina gani ya Mkristo, hiyo ndio kitu ambacho wewe na nafsi yako ndio mtaamua. Ni jinsi gani ambavyo utaamua kujiconnect wewe na Mungu wako, ni wewe na Mungu wako, lakini ni jinsi gani ambavyo utajiconnect pamoja na jamii iliyokuzunguka, ni wewe na jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo kama Mkristo una haki ya kujifunza elimu hii ambayo nataka nikuletee hivi sasa, ili uweze kukua kiroho na kutengeneza connection ambayo itakusaidia wewe kuwa karibu na Mungu. Kwa hiyo ni nini ambacho kiliendelea baada ya hapa? Tutakuja kuona baada ya hapa ni nini ambacho kiliendelea, hasa upande wa kanisa la Roman au Catholic Church, ni nini ambacho kiliendelea na kikatengeneza makanisa ambayo tunayo hivi sasa na madhehebu ambayo tunayoona hivi sasa. Tutaendelea upande huo, lakini leo nilitaka niweze kukufunua katika sehemu hii ili uweze kutambua pale ambapo unakutana na mtu ambaye anakuchallenge na kukufundisha imani ambayo kama Mkristo ulitakiwa uijue, kwa sababu imani hii haikuwa imani ya watu wengine, ilikuwa ni imani ya Wakristo. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vilibadilika kutokana na tamaduni sio za Wakristo, ni tamaduni za ulimwengu au tamaduni za dunia au mifumo ya kidunia ambavyo inaenda ndivyo kadri ambavyo kuna baadhi ya vitu vinakuwa vina change. Lakini unapoamua kuwa Mkristo origin na kuamua kutoa hizi tamaduni na vitu vingine, utakuja kugundua kuna mambo mengi sana ambayo hauyafahamu hivi sasa, ambayo Wakristo waasisi wa Ukristo walikuwa wanatumia, walikuwa wanajifunza na walikuwa wanayafuata. Mimi ni Joseph Skills na hii ni Tripod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.